Ndugu yangu na rafiki yangu ambaye umejiandaa kunitegea sikio katika episodi ya 6 ya simulizi ya rafiki yetu anaitwa Rashidi. Mimi ninaitwa Genius Amon. Ninatoka hapa Empire Studios. Nikiwa nimeiandaa episodi ya 6 mkononi mwangu kwa ajili ya kuisogeza katika masikio yako na ufahamu wako kuweza kuielewa. Nitahitaji nikukumbushe machache. Tuliishia kwenye episodi ya 5 ambapo ninahitaji nikukumbushe kidogo kisha tuendelee vizuri katika episodi ya 6. Episodi ya 5 tuliishia pale ambapo kijana Rashidi alipigiwa simu akiwa maeneo ya sokoni. Alikimbia kwa ajili ya kuelekea huko alikopigiwa simu. Kumbe ilikuwa ni hospitalini ambako alipokwenda alikutana na dada mmoja au mwanamke ambaye alikuwa ni daktari. Alimpa taarifa za hali kuzidi kuwa mbaya kwa mama yake ambaye alikuwa amelazwa pale hospitalini, lakini fedha zilikuwa zinahitajika kwa ajili ya kumfanyia upasuaji ili kuokoa maisha yake. Na kipindi ambacho anakipitia kwa sasa hivi Richard ni kipindi ambacho hana uhakika wowote wa kupata pesa. Atafanya nini ili aweze kumsaidia mama yake? Sehemu ya 6 ndio hii. Na kukumbusha kusema kwamba mimi ninaitwa Genius Amon kutoka Empire Studios. Karibu tuianze episode ya 6. Daktari huyu aliweza kumuuliza Rashidi, kwani huna marafiki au ndugu ambao wanaweza kukusaidia katika hili? Uko peke yako? Rashidi alisema, unajua, Rashidi alimeza mate kidogo. Daktari huyu alikuwa anamuona kijana ambaye anaonekana kuchanganyikiwa. Rashidi alimeza mate kidogo kisha akasema, daktari, kama ningekuwa nina watu wa familia, sidhani kama ningekuwa hapa kwa sasa hivi. Daktari alimwangalia kijana huyu kisha akasema, ninaelewa, ila unajua nini? Kwanza nenda nyumbani utulie. Ninaamini kuna kitu kitakuja akilini mwako. Hata mimi pia kuna majukumu natakiwa yaendelee. Tafadhali, hebu kuwa makini, jiangalie, usije ukaendekeza mawazo. Rashidi hakuwa na namna ya kufanya. Ilibidi aweze kuitikia kile ambacho amekisikia kutoka kwa daktari. Daktari aliweza kumwacha na kuondoka, akaingia ndani kwenye ofisi yake. Ni wakati anaopitia Rashidi, ndugu yetu. Atafanya nini? Atatenda nini? Bila yeye familia yake haisogei. Kazi anayoipitia ni kazi ambayo haina matumaini kabisa ya kuweza kulipa mamilioni ya fedha yanayohitajika hapo kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji mama yake. Sasa Rashidi kabla hajaondoka aliamua kupitia kwa mama yake aweze kumwangalia pale alipokuwa amelazwa. Alimkuta mama yake yupo hoi. Alishindwa hata kumsemesha chochote kwa sababu mama hakuwa na uwezo wa kuongea. Katika chumba cha mahututi, Rashidi aliamua kurudi kwanza sokoni. Akapitia vifaa vyake alivyokuwa ameviacha, kisha akaenda zake nyumbani alipokuwa anaishi. Unajua, akili yake haikuwa sawa kabisa.
Alipofika alikaa nje mlangoni kwake akiwa anawaza nini afanye, nini atende. Hii ni simulizi ya ndugu yetu anaitwa Rashid. Ndiyo. Alikuwa anajiuliza awaze nini. Akilini mwake alikuwa anajisemea, hebu angalia jinsi mimi nilivyo msomi. Nimefaulu katika ngazi za juu sana na nina matokeo makubwa yanayoogopesha hata wengi. Nimefanya vizuri kuliko mtu yeyote darasani. Nilikuwa nina ndoto nyingi sana baada ya elimu yangu ya kwanza, lakini cha kushangaza, mpaka leo bado nipo ninahangaika katika eneo dogo sana pamoja na mama yangu. Hivi hili nikimhadithia mtu yeyote anayenifahamu anaweza kunielewa kweli? Haya yalikuwa ni mawazo ya Rashidi akijaribu kujiuliza, hivi imekuwaje maisha yamembadilika ndani ya sekunde tu, kutoka kuwa msomi mwenye elimu ya juu na kuwa wakala sokoni, tena wakala ambaye anapata kipato kisichojitosheleza katika matumizi yake na mahitaji yake. Kichwa kilikuwa kinauma, lakini akiwa pale simu iliita. Kulikuwa na mzigo ambao alikuwa ameuagiza ili aweze aweze kutunziwa. Yes, kuna mzigo aliagiza, alitoa oda aweze kutunziwa. Alikuwa ashatuma kiasi kidogo cha fedha, kisha atauchukua baadaye. Simu ilipolia ilikuwa inampa taarifa kwamba mzigo huo umefanikiwa tayari kuwekwa maeneo ambayo oda zinatakiwa kukaa. Kwa anatakiwa kwenda kuchukua na kulipia amalizie malipo. Lakini Rashid alisema hapana, hebu cancel hiyo oda mapema sana. Cancel kabla hela yangu haijatumika kabisa, sababu sitakuwepo, nimesafiri. Yule mtu ambaye alisikika upande wa pili alitaka kumweleza vizuri, lakini Rashid hakutaka kuelewa. Alisema, nimesema hivi, cancel hiyo oda. Sina kitu chochote ambacho ninahitaji kukiongea sasa hivi. Kwanza sipo, nimetoka, nimesafiri. Hayo yalikuwa ni maneno ya Rashid. Rashid aliweza kukata simu kwa hasira. Majukumu yote yanayokuja yanataka pesa yake, na pesa yenyewe hamna. Akiwa amekaa pale, alikumbuka siku moja alikuwa anatoka ndani kwake akiwa na simu sikioni, kana kwamba anawasiliana na mtu ambaye alikuwa maeneo ya hapo nje karibu na nyumbani kwake. Alimuuliza, umesema uko nje? Lakini akuwa anamuona huyo mtu. Ghafla alisikia sauti nyuma yake ikisema, ndiyo, niko nje. Alipogeuka ili kuangalia, alimuona mpenzi wake, yule ambaye alikuwa naye mwanzoni, ambaye yeye tunamtambua kwa jina la Angel. Ndiyo, ni Angel. Kumbuka, hizi ni kumbukumbu. Alikuwa na furaha kweli. Alikuwa amebeba karatasi Angel ambayo ilionekana kama cheti. Walikumbatiana kwa furaha na kusherekea. Kumbukumbu zilimpeleka mpaka siku moja mpenzi wake alipokuwa anaingia humu ndani, alimkuta Rashid akiwa amekaa kwenye sofa, lakini alikuwa analia. Angel alishangaa kweli. Aliweka pochi yake chini haraka na kumsogelea huku akimuita, baby, kuna shida gani? Nini kinaendelea? Shida ni nini? Unapitia nini? Yalikuwa ni mawazo kutoka kwa Angel kwenda kwa Rashid, lakini Rashid hakuwa anajibu. Mkononi mwake alikuwa ameshikilia karatasi ambayo hatukujua ni nini kilichoandikwa ndani yake. Kitu pekee alichoweza kufanya ni kumkabidhi karatasi hiyo mpenzi wake
na rafiki yake wa karibu anayeitwa Angel. Hizi ni kumbukumbu za rafiki yetu, ndugu yetu anaitwa Rashid. Angel aliuliza, hiki ni kitu gani? Aliuliza swali hilo huku akiwa anafungua karatasi. Alianza kuisoma. Hata yeye mwenyewe kwa kupitia yaliyoandikwa pale juu ya karatasi, uso wake ulianza kubadilika kabisa. Lakini Angel aliona kwamba na yeye akianza kulia anaweza kumfanya mume wake au mpenzi wake huyu apoteze matumaini kabisa. Kwa akaona afanye kama vile hajaona chochote. Akaanza kumfariji mpenzi wake. Aliongea na kusema, lakini naamini kwamba haya yote ni ya muda, halafu tuko wote, wala hata usikate tamaa. Rashidi aliongeza kulia tu, hakuwa na neno. Unajua, hakuna mwanaume ambaye anatamani kuishi na mwanamke ambaye hamhudumi. Yaani mfano kama mimi niwe na mwanamke halafu nijisikie furaha kuwa na huyo mwanamke na simhudumii chochote. Hakuna mwanaume wa hivyo, labda nilimbukeni, lakini mwanaume anayejitambua hayupo hivyo. Ndiyo, Rashid alisema, lakini huu sio muda sahihi wa mimi kupoteza kazi yangu. Kumbe Rashid kilichokuwa kinamliza ni kupoteza kazi. Ile karatasi ilikuwa ni barua kutoka ofisini kwake kwamba amefukuzwa kazi. Angel aliendelea kumfariji na kusema, ninajua, ninaelewa. Ndiyo, ninaelewa. Lakini ndivyo ilivyotokea. Kumbuka, hizi zote ni changamoto za maisha. Haya yote tunayoyapitia kwa sasa ni kumbukumbu ambazo Richard amekaa pale mlangoni kwake akiwa anakumbuka yaliyopita. Angel aliendelea kumtia moyo akisema, lakini umepoteza kazi. Hatujapotezana. Sisi hatujapotezana. Bado sisi tuko wote. Ndiyo, sisi bado tuko wote. Ninaamini tunaweza tukaungana tukafanya jambo jipya. Rashid alisema, mimi kwa kweli nilikuwa ninatarajia promotion, niweze kupandishwa angalau nafasi, lakini kinyume na hayo nimepewa barua ya kufukuzwa kazi. Mimi ninaweza kufanya nini? Nitawezaje kuendesha maisha yangu? Nitawezaje kumjali mama yangu, dada yangu, lakini hata wewe pia mpenzi wangu? Haya yote yalikuwa ni mawazo kutoka kwa Rashid. Ndiyo, ni mawazo kutoka kwa Rashid akiyazungumza kwa mpenzi wake. Rashid alionekana anapitia wakati mgumu sana. Amebeba majukumu ya watu zaidi ya mmoja, na muda huo pesa hakuna. Naamini story hii yawezekana iliwahi kupitia kwenye maisha yako au kwa mtu unayemfahamu. Yawezekana majukumu yako ni mengi, unahitaji fedha, lakini hamna kazi, huna pesa, hauna ndugu wa karibu wa kukusaidia, hamna. Maisha yamekuwa ni stress tu. Nini kitakachoendelea? Nini unaweza kumshauri Rashid aweze kufanya? Mimi na wewe tuambatane kwenye sehemu inayofuata tuweze kujua ni nini kitakachoendelea. Na wewe tunaweza tukawa katika kipindi ambacho tunaweza labda kutoa ushauri kwa Rashid. Naomba uache comment yako ili tuweze kujua tunamsaidiaje Rashid. Tukutane katika sehemu ya 7. Ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studio. Bye bye.